Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tunaendelea na somo letu la ifahamu sheria ya ndoa katika kitabu cha Al-Miftahu Libabi Nikah, na leo tunaingia katika mlango ambao unawaeleza mawalii wa ndoa na nani mwenye haki ya kuozesha. Kabla ya kuingia katika kitabu chetu na kuwataja wale mawalii wa ndoa kwa mujibu wa muallifu rahimahullah alivyowataja, jambo la mwanzo ni taarifu alwilaya. Tunaposema alwali maana yake ni nini? Katika lugha ya Kiarabu neno alwilaya limekuja katika maana nyingi. Wengine wanasema lina maana mbili, lakini moja katika maana ambayo tunaichukua katika hizo maana zake ni alqiyamu bi amri shakhsi wa riayatu shu'unihi. Katika lugha linapotajwa neno alwilaya au alwali ni kule kusimamia jambo la mtu, wa riayatu shu'unihi, na kuchunga yale mambo yake, kwa maana ni usimamizi katika lugha. Lakini tunaposema katika sheria, nini maana ya alwali? Ni sultatun shar'iyya, ni usimamizi wa kisheria, tu'ti sahibuha haqqu insha'i al-uqud, ambaye unampa mamlaka yule mwenye kuzingatiwa kwamba ni walii haki ya kuanzisha makubaliano maalumu, wa tasarrufati, na matumizi katika jambo fulani, tasarrufan nafidhan min ghairi tawaqqufi ala ijazatin ahadi, matumizi ambao ni yenye kupita na yenye kuzingatiwa kisheria pasina kusubiri amri na ruhusa kutoka kwa mtu mwingine. Maanake yeye binafsi anatosha kuwa ni mtoa maamuzi katika jambo fulani. Huyo ndo ambaye anaitwa walii katika ndoa. Na mawalii katika ndoa wameelezwa katika vigawanyo vingi, ama yani neno walii kama walii limeelezwa katika maeneo mengi, kama alivyo katika faida, kama alivyoweka hapa mtunzi anasema tanqasimu alwilayatu ila iddatu taqsimat. Wali unagawanyika katika vigawanyo vingi. Awala tanqasimu ila qismain, wilayatun ala almali wa wilayatu ala nafsi. Kuna kigawanyo kimoja katika wali ni usimamizi katika mali na usimamizi katika nafsi. Tunaposema usimamizi katika mali, hiya alqudratu ala insha'i aluqud alkhassa bil amwali wa tanfidhiha, ni ule usimamizi ambao au ni ule uwezo ambao unamruhusu mtu kuanzisha makubaliano maalumu bil amwali, yanayohusiana na mali, wa tanfidhiha, na kuyapitisha. Hayo inaitwa alwilaya. Na wilayatu ala nafsi hiya alqudratu ala insha'i aqdi zawaji, ni ule uwezo wa kusimamia ufungishwaji wa ndoa, nafidhan min ghairi hajati ila ijazatin ahadi, kwa maana usimamizi huo unakuwa ni wenye kupita kisheria pasipo kuwa na haja ya kumtaka mtu mwingine aweze kutoa idhni, na vigawanyo vingine vingi ambavyo wamevieleza wanazuoni. Tunaendelea kuwataja, tunaingia katika kuwataja wale mawalii wa ndoa. Anasema muallif rahimahullah, kwanza jambo la mwanzo kabla ya kwenda kuwataja wale ambao ni mawalii wa ndoa, muallifu anatupa faida kwa kusema aqwa dalili liujubi alwali qawluhu ta'ala, dalili ambayo ni kubwa na yenye kutosheleza ambayo wanazuoni hasa Imamu Shafi'i ameitegemea katika kuthibitisha kwamba lazima katika ufungishaji wa ndoa ipatikane uwalii, ni kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema wa idha talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idha taradhaw bainahum bilma'ruf, Surat al-Baqara. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii ambayo al-Imamu Shafi'i radhiyallahu anhu, Imamu Shafi'i ameitumia kama ni hoja ya uwajibu, ili ndoa ifae ni lazima patikane walii. Akasema ni pale Mwenyezi Mungu aliposema idha talaqtumun nisaa, mtakapowaacha wanawake au watakapoachwa wanawake, fabalaghna ajalahunna, wakawa wamefikia ule muda wa kumaliza zile eda zao baada ya kuachwa, fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna, msiwazuie pale watakapokuwa wanahitaji kuolewa na wanamume waliowachagua, idha taradhaw bainahum bilma'ruf, pale watakapokuwa wameridhiana baina huyu mwanamke na huyu anayetaka kumuoa kwenda kuishi kwa wema. Kwa hii ni dalili ambayo Imamu Shafi'i ameitumia kama hoja ya msingi ya kuthibitisha wajibu wa kupatikana watu wanaoitwa mawali katika ndoa. Anasema wastadalla biha Shafi'i, amestadili Imamu Shafi'i ala ujubi alwali, kwamba wali katika ndoa ni lazima awepo, liannahu law lam yajibu alwali lakana dhikru hadhihi alaya abathun,
lau itakuwa sio wajibu kupatikana wali, basi kutajwa katika aya hii, yani kuja aya hii, itakuwa ni jambo ambalo halina faida. Wal Qur'anu munazzahu an dhalika, na Qur'ani imeepushwa na kuja na ujumbe ambao hauna faida. Amma thayibu faqad warada fil hadithi, ama katika namna ya kumuozesha yule mwanamke ambaye ni thayib, zimekuja katika hadithi athayibu ahaqqu binafsiha, kwamba thayib ana haki ya kujiozesha mwenyewe, kwa maana ana haki ya yeye kutoa idhni pale atakapotaka kuolewa na akaolewa. Rawahu Muslim. Madhhab Abu Hanifa la budda min ash-shuhud wa la yushtaratu al-wali. Madhhab ya Imam Abu Hanifa ni lazima upatikane mashahid, lakini sio lazima apatikane al-wali. Sawaun kana fi makanin fihi hakim am la, sawa atakuwa katika sehemu ambayo anapatikana hakim am hakuna hakim, au fihi waliyu am la, au atakuwa katika sehemu ambayo kuna wali wake au hakuna wali wake. Ni katika masala ambayo ni mukhtalafun fihi inda ulama, wametofautiana. Je, wali ni sharti lazima awepo ili ndoa isihi au sio lazima awepo ili ndoa isihi? Kuna khilafu kubwa, lakini kwa sababu sisi tulisema tunafata madhhabi ya Imamu Shafi'i, na kwa Imamu Shafi'i wali ni lazima awepo kama alivyostadili na aya hiyo aliyoitaja. Kwa hiyo baada ya kueleza dalili hizo ambazo amezitegemea Imamu Shafi'i rahimahullah, tunakuja katika kuwataja hao mawalii wa ndoa. Anasema muallif rahimahullah, aula al-awliya'i wa ahaqquhum bitazwij, aliyekuwa bora katika mawali na mwenye haki ya kuozesha kwa daraja zao, mtu wa mwanzo al-abu, ni baba. Kwa hiyo wali wa mwanzo katika ndoa anapotaka kumwozesha mwanamke ni baba wa mwanamke. Thumma al-jaddu abu al-abi wa in ala, kisha anafuatia babu, maana yake baba wa baba, yani babu ni baba wa baba yako. Kwa maana baba asipokuwepo, nafasi ya pili anakuja ni ule baba ambaye babu yako ambaye aliyemzaa nani? Baba yako. Thumma al-akhu shaqiq, kisha anafuatia ndugu wa kiume, baba mmoja mama mmoja na huyo binti anayetaka kuolewa. Manake ikiwa baba hayupo, ikiwa babu hayupo, anayefuatia sasa baada ya hao ni yule ndugu wa kiume ambaye amezaliwa kwa baba na mama na huyo binti anayetakiwa kuolewa. Thumma al-akhu li-abi, kisha ikiwa akhu shaqiqi hayupo, anayefuatia ndugu wa kiume na huyo mwanamke ambaye anachangia naye baba mmoja mama tofauti. Thumma ibnul akhi shaqiq, kisha anafuatia akikosekana huyu akhu li-abi, akikosekana kaka ambaye huyu binti anayeolewa anachangia naye baba tu, basi anayefuatia sasa katika daraja ni mtoto wa yule kaka ambaye anachangia na huyu binti anayetaka kuolewa baba mmoja mama mmoja. Maana yake yeye atakuwa ni anko, anamuita anko kwa huku kwetu tunasema hivyo. Thumma ibnu al-akhi li abi wa insafala, kisha akiwa hayupo huyo anafuatia mtoto wa kaka ambaye anachangia naye baba mmoja mama tofauti. Thumma al-amu shaqiqi, kisha anafuatia ammi. Ammi ni kaka wa baba ambaye anachangia na baba yako baba mmoja mama mmoja. Hizo ndo kama tunavyozitaja ndivyo kwa daraja ambavyo ikiwa atakosekana huyo anaifuatia. Thumma al-amu li abi, kisha anafuatia yule ammi ambaye anachangia na baba yako baba mmoja mama tofauti. Thumma ibnu al-ammi shaqiq, kisha anakuja mtoto wa ammi ashaqiq. Thumma ibnu al-ammi li abi wa insafala, kisha anafuatia mtoto wa ibnu ammi na kushuka chini. Thumma ammu li abi, kisha anakuja ammu ambaye mnachangia naye nani? Mnachangia naye baba, maana yake mtoto wa ammi yako ambaye anachangia na baba yako nani? Baba. Thumma ibnuhu wa insafala, kisha anafuatia mwanae na kwenda chini. Thumma ammul jaddi, kisha anafuatia yule amma ambaye mnachangia naye babu. Thumma ibnuhu wa insafala, kisha mtoto wake na kwenda chini. Thumma ammu abil jaddi, kisha anakuja huyo ammi wa abil jaddi. Thumma ibnuhu wa insafala, wa hakadha ala hadha tartib, na hivyo hivyo kwa mpangilio huyo, fi sairi al-asabati, kwa wale ambao ni maasaba. Wa yuqaddamu ash-shaqiqu minhum ala man kana lil-abi, lakini katika hao maasaba atatangulizwa yule ambaye, wa yuqaddamu ash-shaqiqu minhum, atatangulizwa yule ambaye mnachangia naye baba mmoja na mama mmoja, ala man kana lilabi, kuliko yule ambaye mnachangia naye baba tu, kwa maana katika wale mashakiki tuliowataja. Fa idha lam yujad ahadun min asabati nasabi, ikiwa hata watu kuwepo wale ambao mnachangia nao kinasaba, manake mko katika ukoo mmoja na familia moja, falmu'tiqu, atafatia sasa katika ufungishaji wa ndoa huyo binti ni yule mtumwa aliyeachwa huru. Maana yake ikiwa katika sisi kuna mtu ambaye amemwacha huru mtumwa, ikiwa sote hatupo, basi yule mtumwa ndo atachukua nafasi ya kumwozesha huyo binti.
fa asabatuhu, kisha watakuja wale maasaba zake, manake ndugu zake kwa mpangilio huo. Thumma almu'tiq, kisha atafuatia yule mtumwa aliyeachwa huru. Thumma asabatuhu, kisha watafuatia maasaba wake. Thumma alhakim au naibuhu, kisha atafuatia hakim au naibu, manake msimamizi wa mambo ya kisheria katika eneo husika ambalo amepangwa kwa mujibu wa taratibu. Atafuatia baada ya kukosekana wote ambao wanastahiki kuwa mawali, na ikiwa hakim atakosekana, basi anayefuatia ni naibuhu, ni naibu wake ambaye atakuwa amepangiwa kwa ni naibu wa huyo hakimu pale hakim anapokuwa hayupo. Endelea kuwa nasi ili uweze kupata faida nyingi zinazohusiana na masaili mbalimbali katika sheria ya Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.